Yes, karibu sana hapa tuzungumze soka. Leo niko na brother hapa Dominic Salamba, tunazungumza kuelekea michezo ya CAF Champions League. Pointi ya msingi, endelea kuwa nasi, subscribe YouTube channel yetu kama bado hujasubscribe. Tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, tunapatikana kwenye Instagram, Facebook, TikTok, jina letu ni JR Mtita TV. Udhamini mkubwa tunapewa na JNR Mtita Unisex Saloon. Simba wana mchezo wa mwisho. Watakuwa wanacheza dhidi ya Stade Malien. Utakuwa ni mchezo ambao unaweza kutoa ushindani mkubwa kwa Simba kutokana na aina mpinzani ambao anaenda kucheza naye na nafasi ambayo yupo kwenye group kwa sasa. Nafikiri ni mechi ya kumalizia ratiba, kwa sababu ni mechi ambayo haibadilishi chochote. Yaani mechi ambayo ishaisha kwamba Stade Malien yeye ni wa kwanza. Hakuna namna ambayo unaweza kwenda kumtoa pale. Na Simba tayari amejikusanyia nafasi yake ya mwisho. Kwa hiyo kila mmoja yupo kwenye nafasi yake moja kwa moja. Kwa hiyo huwezi kuona mabadiliko yoyote ambayo yatakwenda kutokea. Kwa hiyo nafikiri tu ni mechi ambayo pengine Simba wangetamani waweze kupata alama ili kuongeza kiwango cha alama ambacho akiwezi kuwasaidia kwenye alama za CAF. Lakini tu kwamba walau ile figure kwamba siwezi nikamaliza kundi nikiwa na alama 2 katika kundi ambayo itakuwa ni kukusanya alama 18. Kwa hiyo walau nipate alama 5 nitakuwa nimesogea. Kwa hiyo smart of ni kuongeza namba katika huo mchezo. Unamwona labda pengine anaweza kupata ushindi katika huo mchezo? Inawezekana kwa sababu timu kama ya Stade Malien kama nilivyokuambia, sasa anakuja kutumia nguvu ya nini? Kwa hiyo wanategemea kuona baadhi ya nyota wakipumzika, wanategemea kuona baadhi ya pochi zikibadilika, wanategemea kuona akijaribu baadhi ya vitu ambavyo pengine angetamani kuvitumia katika hatua inayofuata. Kwa hiyo inakuwa ni mechi ambayo mara nyingi ni kwa ajili ya mwalimu kuweza, aidha kuna mtu alikuwa anampanga dakika 5-6 amwamini, ndio muda huu unaambia okay, chukua dakika 90 cheza, nione na kitu gani. Wakati mwingine pengine alikuwa anataka aingize mbinu mpya, lakini alikuwa hamini okay, leo tukacheze katika staili labda tuanze na walinzi watatu. Kwa hiyo zinakuwa ni mechi ambazo ni za walimu. Kwa hiyo lote zakatokea kwa sababu ana pressure. Hakuna ambacho anakipoteza. Sasa uwezo ukatumia nguvu kubwa kwenye kitu ambacho hakina faida yoyote. Kwa hiyo binafsi sioni kama wakija kama ni sehemu ya kuja kutafuta ushindi. Hii mechi haiwezi kubadilisha chochote kwa mashabiki endapo hata kama watashinda kutokana na situation ambayo tunaiona sasa hivi ndani ya klabu yao. Sasa itabadilisha nini? Unapiga na mtu ambaye amefunga mikono. Inakusaidia kitu. Ni kama mechi ya juzi. Mechi ya juzi ile wanashangilia, lakini nafikiri wanakosa kwenye insight. Simba wana shida kwenye insight. Ile mechi unashangilia sare kama mmeimarika, wakati mechi ambayo yani mtu akulaumiwa ni Petro. Sio, unaelewa? Ile mechi imetoka 1-1, lakini Petro amekosa magoli 7 ambayo hata wewe unafunga. Sasa ukijisifia kwamba umpata sare 1-1, wewe utakuwa na changamoto. Sio, unanielewa? Yani usiangalie umepata nini, angalie mazingira ya mchezo. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo hawakuwa bora. Walifanya makosa mengi, lakini umakini wa Petro ulikosekana. Kwa hiyo unapata sare kutokana na madhaifu ya mwenzako kutoka kushindwa kutumia nafasi. Sajili ambazo wamezifanya, pengine unaona kuna mabadiliko kutokana na kikosi chao, wametoa wachezaji wengi na wameingia wengi pia. Tunaona ile Simba ambayo pengine wana Simba wengi walikuwa wakitamani irejee imeanza kuonekana. Yaani mimi nikwambia kitu kimoja, na hiki nitawaambia kila siku. Ile kwa sababu wameamua kutengeneza mazingira ya kudanganywa na kufarijiwa. Kitawakosti na kitawamaliza sana. Wameshaamua kutengeneza mazingira ya kudanganywa na kufarijiwa. Kwa hiyo ndio wana kila siku wanachezewa, yani wanabadilishwa. Leo unasikia kwamba ingeanza michuano hii ingeanza kwenye dirisha dogo tungevuka. Si unaelewa? Yani tungeanza hatua ya makundi dirisha dogo. Yani ni watu ambao washawasoma mashabiki wao ni watu namna gani, kwa wenyewe wanawachezesha. Brother, usajili wao ni wa kawaida. Usajili wao ni mwendelezo ule ambao wamekuwa kiufanya. Kutafuta watu ambao wafahamiki, unaleta pao wanacheza, unapatia majina basi. Utang'ara ukicheza na Dodoma Jiji, utang'ara wapi? Utalazimisha, kini hamna kitu. Hakuna quality zinazochukua. Binafsi mimi sijaona. Upande wa coach kuna kitu ambacho umekiona cha tofauti kwake? Ni mwalimu mkubwa na mheshimu, lakini mwalimu wa zamani. Sio kwenye modern football. Kwa hiyo siamini kama atawapatia kitu kikubwa zaidi ambacho anacho. Ni wale walimu wa karibu ambao inakwenda kuishia kwa soka la Afrika. Lakini ulimwengu ya. Kwa Simba unavyoiona sasa hivi, brother Dominic Salamba, kipi ambacho kinaweza kikabadilisha haya ambayo yanaendelea kwa sasa? Tumeona mengi sana wiki iliyopita hapa ambayo ametokea kwa mashabiki, wamezungumza vingi sana. Kipi ambacho kinaweza kubadilisha huu upepo? Ni kufuata misingi, ni kuwa wa kweli, ni kuangalia nini sheria na kanuni zinahitaji, lakini pia kuiangalia katiba yao ya klabu yao. All that. Hamna kitu kingine. Ni kuamua kufuata njia na misingi ya ukweli ambayo itakwenda kujibu maswali yote na doubt zote za watu ambao wako nazo. Ndio kitu pekee cha kufanya. Kwa
kwamba wakae waweke wazi aina ya uwekezaji wao. Je, timu imeingia kwenye uwekezaji? Je, kweli unapata kitu gani? Je, kweli ni mwekezaji? Je, kila kitu kikae wazi, utaratibu wao kushirikiana ukoje, huyu anafanya nini, huyu anafanya nini, na lengo ni nini, na kama imetoka wapi inaelekea wapi. Haya ni mambo ya msingi. Hizi zingine zote ni porojo. Ilishazungumzwa migogoro kama hiyo ya uongozi, alizungumza Engineer Harris, nakumbuka vilizungumzwa vitu vingi sana hapa. Kwa hiki kinachoendelea, rais wa vilabu, mwenyekiti ndio yuko hapa, japokuwa Simba bado haijawa rasmi kuonekana kama imejiunga kwenye huo umoja. Sasa kuna haja labda kuingia kwenye huo umoja, pengine inaweza kwenye mawazo vitu vingine ikasaidia. Wataingia tu. Yaani wewe sio na haraka nako. Yaani kule ni kama maji. Unajua kuna wakati mwingine kuna ile kauli ambayo mimi sipendaga, kwamba mtu mimi maskini jeuli haisaidii. Yaani sema maskini jeuli ndio nini sasa? Yaani you get nothing. Maskini jeuli so what? Si unanielewa? Kwa hiyo yani vitu vingine ni swala la muda tu. Unaona ule umoja uko pale. Na umewekwa pale kwa makusudi, na watu wamekaa wenye akili wakatengeneza, waliona kuna gepu na faida zimeanza kuonekana. Tunapozungumza hapa ilikuwa ni ngumu kuweza kuona mchezaji akiwa amechezea timu moja katika hatua za awali afu akasajiliwa kwa timu nyingine. Ilikuwa iwezekane. Okay, na Okelo hawa, wakina Damalo hawa, wote wasingecheza. Pengine Depo kasa ametokea Europe. Lakini leo hii tumeona wachezaji wanacheza. Yaani bado wanaweza kauli kulikuwa uko ali, unasajiliwa Yanga unacheza. No matter what. Bado kunyuma ilikuwa iwezekani. Kweli kwa inanyima fursa sio tu kwa vilabu, lakini pia hata wachezaji kupata nafasi. Sawa, huko Ali Omdurman na Sudani umetolewa, bado na kwa timu imekuhitaji, labda sio Al Tripoli Libya imekuchukua, inaingia robo finali, uchezi kwa sababu ulikuwa umechezea kule. Tumeona baada ya kuja ile shirikisho au hiki chama cha vilabu, umeweza kuona, umeweza kulisolve hilo. Leo umeweza kuona kiwango cha pesa ambazo kinatolewa kwenye kila hatua kimeongezeka. Sasa haya ni baadhi ya matunda ambayo chama kile cha vilabu kimeweza kuleta hivi vitu, na watu wameweza kuona vile muhimu gani. Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo viko resolved vya vilabu na mengine makubwa. Kwa hiyo haipo kwamba pengine wewe Simba usipokuwepo kile kitasimama, kile kinakwenda kama kilivyo, kwa sababu kimeangalia maslahi mapana ya mpira katika uwanda wa Afrika. Kwa hiyo ukiamua kubakia baki, unaelewa? Yani na shida bakia, utakape hamna shida. Sababu vitu vinaendelea, watu hawana muda wa kusubiri. Kuna kiongozi alisema hajajua umuhimu wake ni upi. Akasemaje? Na ndio mpaka saizi wanaendelea kustruggle. Kama uwezi kujua umuhimu wa ile taasisi au kile chombo, basi uwezi hata kujua namna gani timu yako inaweza kaenda. Na ndio maana leo hii wako hapa, kwa sababu vitu vingi pengine watakuwa vingi hawavifahamu. Kuna kipindi lazima ifike uweze kuwa exposed na mazingira yaliyopo. Hata sisi hapa mazingira ambayo sisi tulikulia sisi, na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Sasa uwezi ukabakia tu. Wakati mimi nakuwa kulikuwa kuna simu, kwa hivyo usinipigie simu. Sasa kuwa na simu, kulikuwa kuna WhatsApp, sisi tumekuwa tunaandika barua. Leo ngangania kuandika barua tu, dunia imeshakuacha. Sio, unaelewa? Kwa kuna vitu vingi vimebadilika, malezi na vitu vingine vingi. Kwa hiyo lazima ukubaliane kuenda na wakati, sababu wakati ambao ni ukuta. Sasa ukiamua kungangania tu, mimi simu sina, namba yako simu sina, email sina, sio sina, nani mbona unataka kumkomesha? Mkomeshi mtu, mwisho wa siku wewe ndio utakayeathirika. Kwani kama ni fursa zitakupita, taarifa zitakupita, vitu vingi vitakupita, hautaajiriwa, maisha yatakuwa ni magumu. Kwa hiyo atakayeumia sio mtu mwingine. Dunia haiwezi kusimama kwa sababu ya kwetu umegoma kutumia internet, umegoma kutumia email, wanataka uandikiwe barua uende posta wakaichukue, hiyo itakuwa yako wewe binafsi. Kwa hiyo hata hili la vilabu ni jambo ambalo kafu sio wajinga. Kafu ile ni taasisi kubwa Afrika ambayo imeweza kujumuisha washirika kutoka kwenye nchi zote za Afrika, sio 54 56, Afrika nzima. Pale kuna watu wanaweza mpaka wakakaa wakaamua kuja na chombo wakakiunda kikapewa mpaka makao makuu Morocco, alafu wewe tu mmoja uje sasa kwamba hiyo share hii haiwezi kukusaidia. Neno lote la mwisho kwa wadau wa soka unawaambia nini? Mimi ninachowaambia ni kwamba tu siku zote kwenye football anayewekeza atapata. Hamna njia ya mkato. Huko tushatoka. Anayewekeza atapata. Leo hii uwezi kuanza hapa leo usema kwamba sisi tunaifunga pengine Simba au tunaifunga Yanga kwa kupiga makelele au sio kuhamasisha watu. Utapata matokeo kwa kutengeneza timu sawa imara ambayo itakuwa na watu ambao wana uwezo mkubwa, utapata matokeo. Kinyume na hapo itakuwa ni maumivu ambayo yanakuja, wanatumia panado yanapoa. Kimwisho siku na waona Yanga ukitinga tu robo finali. Mimi nikushukuru sana bwana brother Dominic. Karibu sana. Yes, hivyo ndivyo ambavyo leo tumemaliza. Tumezungumza vingi sana kuelekea michezo ya CAF Champions League upande wa Young Africans, lakini pia Simba Sports Club.
Tuachie comment yako hapo chini. Kama bado hujasubscribe, basi gusa button ya subscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kila ambapo tunakuwa tuna update hapa. Na udhamini mnene sana tunapewa na J&R Mtita Unisex Saloon, ambapo tunakukaribisha sana katika matawi yetu ambao yanapatikana maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Usiogope muonekano wa saluni zetu. Unisex, huduma zote zinapatikana za kiume na huduma za kike katika saluni ya barbershop, lakini pia saluni za wakina dada. Tembelea pale Buguruni Rozana pale mkabala na kuteza polisi. Tupo pia pale Temeke Sudani kona ya kwenda Tandika. Tuko pia Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Kigamboni tuko pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada. Pia tuko pale Mikwambe Maliasili na Tuangoma kwa Sako. Tembelea Instagram page @officialgrmtita_unisex. Facebook ni J&R Mtita Unisex Saloon. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.